makapteni wa shule hii ya Magnificat, wapendwa mapadri, mpendwa na mheshimiwa mama mkuu Sister Agnes Mwita, pamoja na washauri wako, wapendwa wadau wote mliopo, wapendwa walimu na walezi wote wa shule, wapendwa wanafunzi wetu wa shule ya Magnificat, wapendwa vijana wetu wa vyombo vya habari mliopo hapa, na wengine wote wenye mapenzi mema tunaosali pamoja. Tumsifu Yesu Kristo. Basi kwa mipango yake Mwenyezi Mungu, leo tarehe 22 mwezi wa kwanza 2026 tunajikuta tuko mahali hapa kwa shughuli maalum, kwa ibada maalum takatifu ya kubarikia kutabaruku altare, kubariki tabernakulo na kubariki kanisa hili lililojengwa ndani ya shule kwa ajili ya wanafunzi. Awali ya yote, ninapenda nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa msukumo wake kwa watu wake, kwa njia ya Roho yake, kwa njia ya Roho Mtakatifu kuweza kufanya mambo mazuri kama haya. Kuona kwamba ndani ya shule hii kubwa ni vizuri ukawepo na kanisa la kumwabudu Mungu, la kumwabudu Yesu daima, tena kanisa ambalo Ekaristi takatifu itakaa humu daima. Wazo hilo ni takatifu sana. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa maongozi yake yasiyo na makosa, kwa kuwaongoza wakuu wa shirika, mama mkuu pamoja na washauri wake, wakaweza kuamua kuweka jengo la namna hii ndani ya shule hii. Hili kwa kweli ni jambo zuri na takatifu sana. Tunataka kuwapongeza sana kwa hili, kwa sababu kimsingi hakuna tena sehemu nyingine yoyote huku shuleni ambayo ina maana kuliko hii. Haipo katika mtazamo wa vitu. Napotazama vitu katika thamani yake, ukivipanga vitu vilivyopo huku ndani katika thamani yake, kule kwa masista najua nako kumetengwa, kule ni usura na kule ni patakatifu sana. Licha baada ya hapo, ukitoka kwenye eneo hili lote unalozunguka, kuna madarasa mengi mazuri, kuna laboratories nyingi nzuri, kuna sehemu, kuna jiko zuri, kuna sehemu ya kulia pale na chakula nzuri, lakini hakuna mahali pa maana kama mahali hapa. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu anaishi. Mungu anaishi katika shule. Yesu anaishi katika shule hii usiku na mchana. Na hii ni zawadi, ni baraka ambayo haina maelezo ya kueleza. Naomba mshukuru Mungu kwa hilo watoto. It is the highest blessing, the highest gift. So much so that we don't have enough words to express or to describe it. Ndio maana nasema maongozi ya Mungu, maongozi ya Roho Mtakatifu hayana makosa. Yanapoongoza wakuu wa shirika, wakuu wa shule na mpaka
ndani ya shule kwa ajili ya wanafunzi wote ni zawadi kubwa sana, ni jambo la maana, kwa sababu unapo sasa unapoanza kupanga vitu sasa, na siku hizi unajua tumepoteza sana hiyo gharama ya kupanga vitu kwa kadiri ya viwango vyake, tunachanganya tu mambo, lakini kwa kadiri ya viwango na maana thamani, the value of the things which you have got in this school. This is the first one. The first important thing which you have within the magnificent school is this one. You are so much blessed. Congratulate yourselves. Kwa sababu anaishi Mungu. Sasa vijana wangu wapendwa, it doesn't matter who you are. Sijui wewe ni Katoliki. Kama ni wa Katoliki basi ndio mmepata kabisa, na usiku ng'ombe district nafasi ya kuja kuabudu. Kama lakini kama wewe ni Katoliki, ni Mlutheri, ni Msabato, kuna Waislamu, kuna wapagani pia, sijui kama wapo. Watu ambao hawajabatizwa kabisa wapo tu. Do they exist here? No, if they are here, they must belong to somewhere. Basi kukaa hivi tu. Yaani wewe sio nani, ni pagani tu. Wewe pagani tu, you must belong somewhere. Yaani at least useme mimi ni muumini kwa kuabudu mlima. Eleweke. Wewe ndio waabudu kama mlima Kilimanjaro, au ni muumini kwa kuabudu maji, au ni muumini wa chakula. Yaani ukiona chakula pale mezani pia unaanza kusada kumwomba Mungu wako. But you have to have something. You must have God. Sasa it doesn't matter who you are. Munapokuwa na mahali pa namna hii ni mahali pa maana tu, kwa sababu hapa kuna Mungu, hapa kuna Yesu ambaye ni Bwana wa wote, ni Mungu wa wote. Hata kama sasa kuna viwango vya kushiriki katika hizo neema za uwepo wa Mungu, kuna viwango na yeye mwenyewe anavifahamu, lakini wote mlioko hapa, hata mpagani, hata Muislamu, hata Mlutheri, hata Msabato, wote yani muko chini ya himaya ya Yesu Kristo. Hapa muko chini yake. Kwa hiyo hapa panabakia bado ni mahali pa maana sana kwenu. Mahali pa maana sana kwenu kwa sababu Mungu wenu yuko hapa, Bwana wenu yuko hapa, mwalimu wenu mkuu yuko hapa. Kwa hiyo mahali pa kukimbilia katika yote ni hapa, na hakuna tena mahali pengine. Unaweza kukimbilia kwa walimu, kwa kuelekeze zaidi, maana kuna wanafunzi ambao darasani ni wagumu, yaani wao wengine wako kwenye 95 daima, wao ni 25, basi wako hapo. Mungu alitumba hivyo, kuna wajuu kabisa, kuna wakatikati, kuna wachini kabisa. Sasa kama uko hapo na unamkimbilia wewe ni wako kwenye 35 na unamkimbilia mwalimu wako kila siku kumomba msaada, ni vizuri sana, na wale ambao wako mbele yako wanafahamu, ni vizuri sana, lakini mahali pa kwanza pa kuomba mwanga, intelligence, ni hapa. Maana yeye ndiye intelligence yenyewe ndiyo yeye. Kama kuna mwalimu anayefahamu kuliko wengine wote kabisa ni yeye ndiye mwalimu. Wengine wote wanaoitwa mwalimu, yani tunaguzaguza tu huko pembeni kwake, tunachukua walimu wake. Aliye mwalimu ni yeye mmoja tu, mwalimu ni mmoja, na ni yeye Mungu. Sasa mnapokuwa na mtu namna hiyo, vijana mjue kwamba wote mkadanganya mkafikiri kwamba yani hapa sasa leo ni Wakatoliki tu wanaweka kitu kizuri sana, na nyinyi, na wewe Msabato, na wewe Mlutheri, na wewe Muislamu, hapa bado kuna hazina yako. Kuna hazina hapa ya pekee kabisa, maana Mungu wetu yuko hapa. Yesu alipokufa pale msalabani, alikufa kwa ajili ya kundi moja tu.
Hayo ni mambo ambayo yako ndani tu ya mpango wa wokovu, lakini Yesu Kristo amekufa kwa watu wote. Wote, angalia msalaba unavyokwenda, unaelekea chini, unaonyesha kwamba wote huko kuzimu watachukuliwa naye. Unaelekea mbinguni, wote mbinguni watapelekwa mbinguni. Unaelekea huku, wote wanaletwa kwa Yesu. Wote. Hakuna cha kusema mimi si Mlutheri, si mpagani. Hakuna. Wote ni Bwana wetu Yesu Kristo. He's the Lord. He's the Lord of every creature, of every human being. Sasa muone hivyo. Msidanganyike. Kuna wakati mmoja nilikuwa nafundisha dini darasani, alafu sasa katika kile kipengele unale swala la katekisimu nasema Mungu yuko kila mahali. Mungu wetu yuko kila mahali. Mungu wetu ni roho, ni nafsi ambayo yuko kabisa. Ni halisia kabisa, lakini haionekani. Mungu wetu yupo kila mahali. Sasa hata kwenye kanisa sasa baba bani na kwa nyumbani mwangu yupo. Angalia tunawaambia yupo, tumeshasema nasema yuko kila mahali. Haya, kanaambia haya kama yuko kila mahali na nasema yuko kwa nyumbani mwangu ndio. Na kule kwenye gari la baba yupo. Namwambia ndio. Si ndio maana hata siku moja ameshapata accident, hajapata. Haya, akaniuliza, "Sasa nataka kuniambia kwenye bustani yetu yupo?" Namwambia ndio, kwenye bustani yenu yupo. Si ndio maana mnapata mboga nyingi mnafurahia. Ananiambia Mungu nimekupata, hatuna bustani. Mungu. Wakanishangilia wote. Yaani kaonekana mdogo Mungu ni nini? Hatuna bustani. Wakumbavu nini? Yaani waona nishangilia eti nimekosea. Nimekosea sasa kwenye hata kama bustani hayupo, yupo. Tena nasema umesema uongo kwa sababu yaani nyumbani hatuna bustani, ndio unasema yupo kila mahali. Sasa hatuna bustani, mbona unasema yupo? Basi yupo, hata kama bustani haipo yupo, na ikiwepo yupo. Sasa vijana wangu, msije mkaingia kwenye mawazo kama hayo, wale ambao si wa Katoliki, mkafikiri kwamba hapa sio kweli. Hapa ni kweli kabisa. You have got a very special, very precious gift, so much so that in the whole school you don't have such a gift. Hamnayo. Hii ambayo mtaipata hapa leo. Na sasa mimi naomba mnitumie. Kwa sababu kama kuna Mungu, nasikia katika Injili imeguzwa sana. Na Yesu alipoingia pale kwenye kile kijana ametoka baada ya kupanda kule kwenye chombo, alafu alipoteremka pale kwenye kile kijiji, watu wengi wakaanza kumzunguka, akaanza kuponya watu, wakaja watu wengi. Waliposikia Yesu yuko pale, wakaja watu wengi. Sikiliza sasa, mpaka kwenda anasema wengine wakamrukia. Wanaruka kwenda kwa Yesu. Yaani ilishindikana wamshike tu, wakutane naye tu, wakutane na Mungu, maana hapa nikikutana naye kuna wokovu leo. Yaani sasa ufikirie. Hebu fikiria tu hiyo sehemu ya Injili tumemalizia hapo, jinsi ambavyo Yesu alipoingia aliteremka tu katika ile chombo, akaanza kuwaponya watu pale. Basi watu wakaanza kumzunguka, yaani wanamzunguka jana, lakini watu wanaanza kuja, wakaja wengine wakaja kule. Sasa wakaona iwesekani kukutana naye, wakamrukia. Hata Yesu akasema, "Kwa nini mnanirukia?" Lakini mahangaiko ni ya nini? Wakutane na Yesu. Wakutane na Mungu. Because in Jesus there is a salvation. In Jesus there is a healing. Kuna kuponya pale. In Jesus there is the gift which you are asking for. Kile ambacho unakiomba kiko kwa Yesu. Kwa hiyo nyinyi vijana ni waombe.
Na ni ng'ombe kwa kweli. Mkuu wa shule na mama mkuu yuko hapa, kama ameshapatiwa kanisa zuri namna hii, kila siku wawe na misa takatifu kila siku. Lakini yaani kwa kadiri ya uzoefu wetu wa vijana wanaopata misa kila siku, kwa sababu anakutana na mwalimu mkuu hapa kila siku, wako tofauti sana, si kwa akili tu, hata kwa maadili, hata kwa utakatifu, hata kwa hekima, hata kwa busara, kwa sababu yaani hakuna nani katika swala la imani. Hata wale ambao wana imani mtoto alivyo mwema anapenda kwao tu. They touch God, they meet God. They touch God, they meet God. Hii ni nyumba ya Mungu. Leo utaweka hiyo altari, utaiweka hiyo altari, itawekwa wakfu. Halafu tabernakulo sasa tutamweka Yesu wa daima. Na taa tabernakulo itawashwa. Kutangaza kwamba hapa ni nyumbani kwake na masaa 24 yupo. Sasa ni vizuri kweli misa takatifu iliyo sala kuu. Kama ameshapata mahali pazuri namna hii, mapadri watafutwe, kama ni Amerika na waletwe, kama ni Uingereza na waletwe, kwa sababu yule padri ni shule zangu kule Kahama. Sisi kama kuna masista ambao tumefanya nasi kanao kule Kahama, nilikuwa nawaambia darasa la kwanza katika shule zetu ni la Yesu na ni misa takatifu saa 11. Darasa la kwanza. What do you expect? Nani atapata zero katika hiyo shule? Impossible. Darasa la kwanza. Yesu Kristo mwenyewe, mwalimu mkuu katika maandiko matakatifu. Yaani mwalimu mkuu, na tunafanya hivyo vizuri. Mwalimu mkuu anakaa katikati, anaitwa maestro. Ndio maana tunasema hakuna aliye mwalimu. Mwalimu ni Mungu tu, ni Yesu tu, na mtu anayeketi katikati daima ni Yesu. Na nyinyi msipelekele kwenda hapo katikati, wadhani kama leo mnaeka vizuri. Yaani hata sofa ya Yesu pale kuna Yesu. Sasa mtu anapoketi hapa kama tunapo simika na wewe simika hapa, kisha kumweke kwa wote wewe. Unataka simika kwa tete kwa njia zako unaweka hapa katikati. Yaani unafananishwa na Yesu. Unaambia kama watoto wote walioko huku, wabebe huko mtoro ni wako. Ni wako watu. Sasa yaani tunaposali misa hapo ya asubuhi, kipindi cha kwanza ni cha Yesu. Saa 11 kuna giza. Kwa mwaka wote wa shule, what do you expect? Hata ungekuwa ni wewe, ungekuwa ni Yesu. What do you expect? Na mimi nafurahi kwa jinsi ambavyo mistress wengi kwa kweli ni wakali katika saa hiyo. Kila mmoja lazima awe kanisani. It doesn't matter who you are. Wewe ni pagani, ni Muislamu, ni nani? Ni utaratibu wa shule. Sio ukatuletea mambo mengine kwenye shule. Wote hapa. Sasa shule za namna hiyo zinaenda mbali sana. Na si kwa mitihani tu. Si kwa kushinda tu, nikaomba msibaki hapo tu. Maadili, uadilifu, unyofu, uchaji, utakatifu, tamaa ya mbingu. Ni kitu kinachoitwa hofu takatifu. Yaani kuwa daima na dhamiri ambayo inalia, inataka tu kufanya mazuri. Ukifanya mabaya inalia, inalalamika mpaka uombe msamaha. Sasa tunajengwa na Mungu. Lakini pia yale ya shuleni pia, si mwalimu anamwaga Kristo pia ndiye anayetumiana mtakatifu. Anasema ninapenda kwa Baba kuombea ili Roho Mtakatifu aweze kufika. Nisiokwenda hata pia yeye ni mwagaji wa Roho Mtakatifu. Ni mtoaji wa zawadi ya Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu ni roho wa elimu, ni roho wa akili, ni roho wa hekima. Sasa wewe utakuwa ni mwanafunzi gani kweli
huku shuleni ambayo uko nayo. Ndio maana mkaona ninyi mmeshaona mnaofundisha, kuna wanafunzi wanaweza kutoka hapa wametutisha, na wakati mwingine nilitaka kuwapata huko chuo kikuu niulize ni kwa nini mnapokea magumu. Yaani wanafunzi waliotoka seminarini wamefuata hizo taratibu zote, ni wa saa 11 au shule nyingine yoyote tu ambayo kwa kweli wana utaratibu huo wa saa 11, kipindi cha kwanza ni cha Yesu. Kweli kuna ambao wanatoka pale wanakuwa wanasijua na division karibu 23, alafu iko hivi tu, basi inatokea bahati anapata chuo kikuu. Lakini ukienda kule is the first or is the first wa kwanza. Kwa sababu gani? Kule sasa amepata mambo mengi ambayo ameunganisha alipoenda kule, na anakuwa ni wa kwanza katika mambo yote kwa sababu ya hapa. Kwa sababu ya hapa sisi tunaamini ndio mambo ya dini. Kumbe wapendwa wanafunzi, mimi ningewaomba, yaani usikubali hata wakati mmoja uje hapa alafu narudi tu, hata kama wewe ni pagani, wewe mwambie tu Jesus I love you. Maana kama unaogopa kusema sasa mimi sikuamini kwa sababu ni mambo ya Katoliki, basi Jesus I love you. Jesus help me. Jesus, good morning Jesus. Good morning Jesus. Jesus I love you. Jesus, you know that I'm going to the class, I don't know how things are going to be. Jesus, you know I love you. Really I love you. Yaani unaona maajabu. Wewe si mpagani, unasema ni mpagani, wewe ni Muislamu, wewe usije kuamini Mungu wako. Basi usijani. Lakini wewe mwambie tu, uje tu mwambie sasa ya kazi. Nyinyi mnangojea mpaka wakati wa mtihani ndio mnachangamka. Yesu anakuwa rafiki wa kila mtu. Kila mmoja anataka kuongoza rozari kanisani. Ndio unaona. Wakati wa mtihani, yaani wote kabisa hata Waislamu wapagani wanaomba kuongoza rozari. Mkania mfanya mbele wakati ule kabla katikati ya mwaka. Basi sasa msingojee hiyo. Hii bahati naamini tu mtaipata kila siku. Mtapatiwa tu chapli. Kanisa zuri kama hii, ile tumesema mara moja mara mbili, sielewi. Kasema pale wako duniani bwana. Watafutwe, waletwe misa kila siku hapa. Darasa la kwanza saa 11 ila Yesu. Sasa ikiwa hivyo na nini mchangamke kupata hapo kitu. Usikubali kusema kwamba yaani kama ni mwanafunzi anaendelea kwani hapa, yaani mimi nikienda napata hapo chochote, yaani kuna Mungu, hakuna Mungu kwa upande wangu, hakuna Mungu wangu. Hakuna Mungu wako. Ndiye Mungu ndiye mwenyewe. Lazima wewe tu na sitaona through life you will be experiencing mysteries. Wewe anza tu. Yaani njoo tu hata mchana, hata kama ni saa 10 watu wanacheza hivi kwenye baada ya kula hivi. Wewe ingia hapa tuseme Jesus I love you. Jesus you know I love you. And you know the troubles I have in my mind. And you know Jesus I hear that you can help me. Jesus help me. Utashangaa. Utaona miujiza. Sema tu hivyo. Mwambie tu Jesus I love you. Jesus help me. Jesus, I hear that you are just wonderful. Can you do wonderful things to me? Please. Jesus. Utashangaa. Kwa hiyo ninaomba kila mmoja afaidike na nyumba nzuri kama hii. Inawekwa wakfu kwa ajili ya wanafunzi wote wa shule, kwa ajili ya walezi wote wa shule. It doesn't matter what you are. Ni kwa ajili, na msiache neema na baraka zinazomiminika katika senta hii ya shule sasa. Mimi msijui jiografia senta ya shule ile kwa wapi, lakini sasa mimi nawatangazia kuanzia leo senta ya shule ni hapa. Senta ya shule yote ni hapa. Awe ni mwalimu mkuu, awe ni makamu, walimu wote, wanafunzi wote, yaani wapishi wote, senta ya shule ni hapa. Kwa hiyo muje hapa, isije ikatokea kwamba mtu yoyote aliyoko huku, yaani kwa kweli hapati chochote na nyumba hii. It will be very bad. Mtapoteza zawadi kubwa sana. Lakini naomba tu, hata kama uamini, hebu jaribu tu. Useme sasa katika jambo hili nalo nisumbua hivi, sijui ni yaani kuna wanafunzi wengine ambao hawashindi. Wana njaa wakati wote. Yaani ndio, yaani hawashindi. Yaani wamezaliwa hivyo sijui bahati, sijui balaa. Yaani yeye daima, ukiweka chakula mezani, yaani anafurahi
njoo hapa, mwambie Jesus, sometimes I am becoming so ashamed at the devil because I did so much. Jesus help me to be a normal student. Sasa sijui kama wengine wako hapa. Sasa lakini sikiliza, watu wako open to Jesus. Watu wako open kwa Yesu. Watu wako open kwa Yesu. Maana ndani ya Yesu anajua kwamba na mumwe open, msiogope kuambia chochote. Chochote ataweza tu. Sasa siku moja nikahubiri kanisani, nikawaambia watu sisi kwa kweli Mungu yuko kwa ajili yetu. Yesu yuko kwa ajili yetu. Ni sisi tu mara nyingine hatutaki kumpelekea matatizo yetu. Hatutaki kumpeleka kwake. Yaani tukienda kwake atayaondoa. Twende kwake tu, anataka tumpe yeye ili atupe dawa, ili atupe faraja, ili atupe wepesi. Sasa nimetoka pale nje, sikiliza, wanafunzi kama nyinyi tu, sijui kama mkuu wa shule na matatizo yao pia huko shuleni kwako sijui. Sasa mwanafunzi mmoja akaja, ananiambia baskofu, kananishika huko kwa baskofu, naomba basi na wewe niombee. Nitaanza kuomba leo kama ulivyosema. Lakini naomba niombee. Nataka nikuombee kitu gani? Mimi ni kiongozi. Naomba niombee. Sasa nikamwambia kwani sasa kwani usiku unashinda kuamka? Yaani it is I cannot bishop. I decided and then I failed. Sasa sisi kama na hapa maana hapo kwa mashule kuna vitu vya ajabu. Na sisi tunaingia huko mashule mbalimbali tunabariki, unakuta vitanda vingine na harufu za ajabu, na sio shida gani huko sisi. Hawa walimwengu wana mambo wanafahamu mambo mengi. Sasa kama namna hiyo, come to Jesus and ask for help. Mwambie Jesus, unajua mimi ni namna hii, nisaidie. Sasa atakusaidia tu. Atakusaidia. Kwa hiyo ndugu zangu, ninawaomba mmepata bahati ya ajabu, zawadi ya ajabu, baraka ya ajabu katika shule yenu. Make use of it. Make use of it. Kwa bahati mbaya sana huku duniani, yaani unakuta binadamu tuna zawadi nyingi, zingetusaidia kweli, zingetusaidia tuwe tofauti, lakini hatuzitumii. Sasa Mungu atafanyaje? Yesu atafanyaje? Atafanyaje? Yaani kama tuna bustani nzuri sana, tunaweza kulima mboga, tukapata mboga kuliko kuhangaika na kuugua na yaani maradhi yanayotokana na kutokula mboga, lakini tunaugua tu. Lakini bustani iko nzuri hapa, tunaweza kulima, yaani imejaa kabisa rutuba yote ya kutupatia mboga hatutaki. What can God do? Jesus, tumtumie Yesu. Kama tunapata zawadi namna hiyo, tuitumie kama wale ambao wamemrukia Yesu leo, asitumrukie. Wamemrukia kwa kutana naye tu, amguze tu ili wapate faraja. Kila ambacho kimewaelekea katika nafsi yao kiweze kutoka. Na sisi hakuna ambaye hana la kwake. Tumuombe Bwana Yesu atusaidie. Tumuombe Mama Bikira Maria, msimamizi wa shule, Magnificat, atuombee ili tuweze kweli kufaidika kutokana na baraka takatifu ambazo zinaanza kumiminika katika shule hii siku ya leo, namna pekee sana kwa sababu ya chepo hii, kwa sababu ya Yesu Ekaristi ambaye atasimikwa hapa leo na kuachwa hapa daima. Tumsifu Yesu Kristo.